Sasa tunayo asubuhi nzuri ya kipekee sana sana sana, na ni nzuri kwa sababu ni siku ambayo Mungu anadhihirisha uwezo wake kupitia maisha yetu. Ni nzuri kwa sababu Mungu anafanya jambo jipya kwenye maisha yetu. Ni nzuri kwa sababu Mungu anainua nafasi nyingine kwenye maisha yako ambayo haikuwepo. Na ni neema ya ajabu hata wewe asubuhi ya leo kuja mbele zake kumtaka Bwana na nguvu zake. Hebu mwambie Mungu, asante Yesu kwa ajili ya kila kitu kwenye maisha yangu. Asante kwa upendo wako kwenye maisha yangu. Asante kwa nguvu zako kwenye maisha yangu. Asante kwa baraka zako katika maisha yangu. Umekuwa Mungu katika hatua zangu zote. Na ndio maana hata siku ya leo naweza kusimama mbele zako kwa ujasiri kusema wewe ni Mungu. Mwinulie Mungu sauti, mshukuru kwa ajili ya siku ya jana, siku ya juzi, wiki iliyopita na kwa ajili ya wiki hii. Mshukuru Mungu kila mmoja kwa maneno ya kinywa chako. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Tunaliadhimisha na kulitukuza jina lako Mungu uliye mkuu. Tunasema ni wewe Mungu mwokozi katika maisha yetu. Ni wewe Mungu baraka katika maisha yetu. Ni wewe Mungu mlinzi katika maisha yetu. Uaminifu wako umekuwepo katika maisha yetu. Na ndiyo maana tunakufurahia na tukukushangilia tena asubuhi ya leo. Kwa mkono wako ulio hodari umetulinda na kila uovu. Kwa mkono wako ulio hodari umetutenga na kila uharibifu. Kwa mkono ulioko hodari umetutenga na magonjwa ambayo yangetupata au kuwapata watoto wetu. Kwa mkono ulio hodari umetupa jina jipya. Hata siku ya leo tunasimama mbele zako. Asante Mfalme kwa sababu ya nafasi yako katika maisha yetu. Asante Mungu wa miungu kwa upendo wako katika maisha yetu. Sisi tunakuadhimisha asubuhi ya leo. Sisi tunakutukuza asubuhi ya leo. Sisi tunakushangilia tukisema peke yako ni Mungu katika maisha yetu. Na hapana aliye kama wewe siku zote kwetu. Uaminifu wako umekuwepo katika maisha yetu. Tulikulilia Bwana nawe ulituitikia. Tulikulilia Bwana nawe ulitujibu. Tulikulilia Bwana nawe ulitusaidia. Na ndio maana tuna ujasiri hata asubuhi ya leo kusimama mbele zako, kukutaka na nguvu zako kwa ajili ya siku nyingine ya leo. Bwana, tunasimama mbele zako kwa ajili ya siku ya leo. Tunajua hii ni siku uliyoifanya. Tunajua hii ni siku yako Bwana. Umeifanya ili sisi tuishi. Umeyatenda yale yaliyo mema kwa ajili ya siku ya leo. Sawa sawa na neno lako Bwana. Uliutengeneza kila uzuri kwa kila siku. Na hiki ndicho ulichokifanya pia kwa siku ya leo. Umeyafanya yale ambayo hayakuwepo tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Umeyatengeneza yale yaliyo mema. Na yote ni kwa sababu mimi ni ufurahie uwepo wako katika maisha yangu. Bwana, ninaomba kwa ajili ya siku ya leo. Acha rehema zako ziongee juu ya maisha yetu. Rehema zako ziongee juu ya watoto wetu. Rehema zako ziongee juu ya wazazi wetu. Rehema zako ziongee juu ya wapendwa wetu. Kwa mkono wako ulio hodari utulinde. Kwa mkono wako ulio hodari utusaidie. Kwa mkono wako ulio hodari neema yako iongee juu yetu. Kwa mkono wako ulio hodari usituache, usitupungukie. Uwe pamoja na sisi hata tunapoianza siku ya leo. Uwe pamoja na sisi hata tunapoianza siku ya leo. Uwe pamoja na sisi tunaposimama mbele zako siku ya leo. Na haya ni maombi yetu kwako. Yani maombi yetu kwako. Tunapoanza siku ya leo, utulinde na kila uovu, ututenge na kila uharibifu, utuongoze Bwana. Uwe mfalme kwenye maisha yetu, uwe msaada kwenye maisha yetu. Acha siku ya leo mkono wako ulio hodari uwe upande wetu, ukatuongoze, ukathibitishe lile agano lako, ukathibitishe ule upendo wako, ukathibitishe zile baraka zako katika maisha yetu.
Sisi tumekuja mbele zako, ni ishara ya kuwa hatuna akili inayoweza kutulinda leo, hatuna fedha inayoweza kututetea leo, hatuna watu wanaoweza kutusaidia leo. Tumetambua ya kuwa msaada wetu uko kwako Bwana, na ndiyo maana tumekukimbilia wewe. Tunaanguka mbele zako kwa sababu tunakuona, tunaanguka mbele zako kwa kuwa tunakuamini. Tunakusihi uwe msaada wetu siku ya leo, tunakusihi uwe mwongozaji wetu siku ya leo, tunakusihi utendaji wako uwe juu yetu siku ya leo. Yale yote maovu yasitukaribie, yale yote mabaya yasitukaribie, yale yote maovu yasitukaribie. Bwana, haya ni maombi yetu. Bwana, haya ni maombi yetu. Bwana, haya ni maombi yetu. Kama vile Elisha alipofuata jeshi la adui na kunena nalo neno la Bwana akisema, sio sisi mliotutafuta. Bwana, tunakengeusha kila hila za shetani, kila mipango ya shetani, kila ratiba za shetani, kila alichokuwa amekusudia shetani kukifanya kwenye maisha yetu. Bwana, tunakidhihirisha, hakitakuwa na nguvu kwenye maisha yetu. Tunakiweka wazi, hakitaharibu hatua zetu katika jina la Yesu. Tunapoanza siku ya leo, acha uweza wako Bwana uwe kwenye maisha yetu, uwe kwa familia zetu, uwe kwa ndugu zetu, na utulinde na huo uovu katika jina la Yesu. Shangilie Bwana, maana atakuwa pamoja nasi. Shangilie Bwana, maana atakuwa pamoja nasi. Asubuhi ya leo ni nzuri kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe nyumbani kwako leo. Bwana Yesu asifiwe kwa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe kazini kwako. Bwana Yesu asifiwe kila mahali utakapokuwepo leo. Na ijulikane una Mungu, una Baba katika maisha yako. Hebu tangaza uwepo wa Mungu katika hatua zako utakapokuwepo. Sema, mimi ni mwana wa Mungu. Natangaza utendaji wa kimungu kwa watoto wangu. Natangaza utendaji wa kimungu kwa ndugu zangu. Natangaza utendaji wa kimungu kazini kwangu. Hebu inua sauti, mwambie Bwana, natangaza utendaji wa Mungu katika maisha yangu. Yale yaliyokuwa yamekufa leo yanafufuka. Yale yaliyokuwa yameharibika leo yanakuwa hai. Yale yaliyokuwa yamepotea, hebu tangaza kama mwana wa Mungu. Tangaza kama mwana wa Mungu. Yatangazia maisha yako, tangazia watoto wako, tangazia nuru katika maisha yako. Hebu omba asubuhi ya leo, utangaze utendaji wa Mungu katika nyumba yako, utangaze utendaji wa Mungu katika familia yako. Adui angekuwa ameamua mabaya, adui angekuwa ametengeneza mabaya, umepata fursa ya kusimama mbele za Bwana. Nena mema juu ya hatua zako siku ya leo. Nena mema juu ya kampuni yako siku ya leo. Nena mema kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya cheo chako. Nena mema kwenye kazi ya mikono yako. Nena mema, inenee mema biashara yako. Sema, utendaji wa Bwana utakuwa mahali hapa, nami nitashinda, nami nitavuka, nami nitafanikiwa, nami nitauona wokovu wa Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunabariki siku ya leo. Ni wakati wa Bwana kutawala, ni wakati wa wokovu wa Bwana kudhihirika. Tunatangaza nuru ya Kristo katika kila eneo la maisha yetu. Tunatangaza nuru isiyoshindwa, tunatangaza nguvu isiyoshindwa, tunatangaza uweza wa kimungu, tunatangaza utukufu wa kimungu ukathibitishwe siku ya leo, ukaonekane siku ya leo kwenye maisha yetu, katika hali zote ambazo tumekuwa tukipitia. Sisi tunatangaza utendaji wa Mungu. Amani ya Kristo itawale kwenye nyumba zetu. Utendaji wa Mungu ukakomeshe kazi zote za shetani. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Acha uaminifu wa Mungu uwepo katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Hebu kaa kidogo kwenye kiti chako cha muujiza, alafu tutakuelekeza na kukufundisha, alafu tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nizungumze namna ya kuyaombea maneno yako yawe na nguvu. Haleluya. Namna ya kuyaombea maneno yako, kile unachokinena kiwe na nguvu. Haleluya. Hivi unajua kuna mtu mmoja anaitwa Ahithofeli. Biblia inasema Shauli la
na shauri la Ahithofeli lilikuwa ni sawa na shauri la Bwana. Haleluya. Yaani ni mtu lakini akikushauri ni sawa na Mungu amefanya nini? Amekushauri. Hii ndiyo asili ya watu wa Mungu. Lakini lolote la kimungu huwa linakuja kwako baada ya kulielewa. Yaani sheria ya kiroho, jambo unalolijua ndilo linalotokea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa namna gani unaweza kaombea maneno yako? Yaani kwamba kile unachokitamka kiwe na nguvu ya kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jaribu kufikiri, Mungu anatueleza katika kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema na iwe nuru na ikawa. Na katika kitabu cha Yohana tunashtuka, tunaambiwa hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Yaani chochote kilifanyika kwa yeye. Kumbe Mungu alikuwa anasema, Yesu tengeneza mlima. Alafu Yesu anaenda anatengeneza mlima. Alafu ghafla anasema Emmanuel. Kuna kitu naelewa? Yaani yule Kristo yu ndani yetu sasa. Tumekuwa wa Kristo sasa. Sasa unakuja kugundua Mungu alikuwa anaambukiza asili yake ya kufanya ndani yetu. Kuna mtu unanielewa? Vinywa vyetu vinaweza kuwa na nguvu au visiwe na nguvu kutokana na tunajua au hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ukiwa unaweza ukawa na silaha labda bunduki, ila hujawahi enda JKT, hujawahi kwenda mgambo, hujawahi kufundishwa na mtu. Hivi adui akitokea utaweza kujisaidia kweli? Yaani silaha unayo lakini huwezi kufanya nini? Jisaidia. Kuna silaha za kiroho wana wa Mungu huwa wanazo. Moja kati ya kitu unaweza ukajiuliza kwa nini pastor huwa anafundishaga vitu vigumu. Sifundishi. Mtu mmoja mwanzoni akanisemea kwa askofu mmoja, akasema kijana mafundisho yake kama hatuyaelewi hivi, magumu. Askofu akaniita kwake. Nilivyofika akasema naomba kesho utuhudumie. Kumbe ananipima. Kesho tufundishe juu ya Roho Mtakatifu. Sasa mimi ukitaka ujichanganye, nipe somo la kufundisha. Nikadadavua mpaka kashanga. Huyu vipi? Halafu watu wakalia, wakatoka na machozi. Kesho akaniambia tufundishe juu ya ufunuo. Yaani mimi nimepata neema ya kujifunza. Kwa hiyo yaani vitu vingi vya hivi ambavyo watu wanavipitia na vifahamu. Nikafundisha mpaka yaani akanipa masomo matatu, anaona naenda vizuri. Akaniuliza, "Kwa nini unafundisha masomo magumu, jinsi ya kuombea hii? Kwa nini tufanye hivi? Kwa nini usifundishe haya mafundisho?" Nikamuuliza, "Baba, juzi tumeombea watu wamejazwa Roho Mtakatifu. Ita watu wenye matatizo uone watakavyokimbia mbele." Ni kwa nini? Kwa sababu tuliwajaza watu hisia ndani yao, hatukuwajaza uhalisia. Kuna kitu unanielewa? Yaani kwa wale walioenda kwa waganga, ukikuta mganga anajitangaza sana, hamna kitu hapo, si ndio? Ukikuta mganga amekaa karibu na barabara, hamna kitu huyo. Tunaweza tukawa ni watu wa maneno. Yaani leo inashangaza ukiwaambia watu kanisani, jamani wenye Roho Mtakatifu nyanyueni mikono wote. Ukiwaambia ambao hawana Roho Mtakatifu hamna anayenyanyua. Lakini mimi kama mimi ninaelewa Roho Mtakatifu ni nani. Nikiwaangalia watu waliosema wana Roho Mtakatifu nasema, ninyi mnaogopa kutengwa, kudharauliwa au nini? Yaani ninatamani watu wajue vitu harisi vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie nguvu ya maneno yetu. Maneno yetu yana nguvu kwa kiwango gani? Wakati mwingine tulizaliwa kwenye jamii ambayo tukinenewa maneno yana nguvu ya kuharibu maisha yetu. Kuna watu mlishaambiwa hutokaa uolewe, hutokaa ufanikiwe. Yaani bibi fulani alikuomba umsaidie mzigo, kumsaidia akakutamkia mabaya, au kaona anatamkia watu wengine mabaya. Simeona hayo mambo Yaani kuna watu wenye ukiwafuatilia wale watu wana mahusiano ya karibu na nguvu za giza. Ndo wale wanaotambika, ndo wale wanaofanya vitu vya mila. Wakikunenea mambo huwa yanafanya nini? Yanatimia. Sasa kwa nini wewe ukinena mambo hata kwa watoto wako hayawezi kutimia? Kwa nini? Haujui kodi za mbinguni, kwamba unatakiwa utamkeje. Ndio maana haya mambo hayafanya nini?
Utasema wale wanasema kwa sababu ni wachawi. Paulo anasema hivi, sikiliza Efeso, ninajua mlipo ni mji wa kichawi, ndo kuna wachawi wa kutisha. Ninajua hapo ulipo ndo kuna Mungu Diana anatikisa watu wanamuinamia, lakini umeokoka eneo hilo. Nataka nikufundishe Efeso, umebarikiwa baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Yaani ulipompokea Yesu, hao wachawi hawaoni kitu, hao waganga hawaoni kitu, hao wenye makuhani wa kishetani hawaoni kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu mwenye Mungu harisi ana origin ya ajabu. Hatubahatishi. Haleluya. Lakini namna ya kuileta kwenye matendo ndo tunajikuta hatujui. Na ni muhimu sana kulielewa jambo hili. Huwa ninazungumza nasema, ukiona una kitu ulicho ambacho umekikalili, sisi tuko hivi, sisi ni wa hivi, ndo umeshindwa wokovu hivi. Yaani ukiona una fundisho uliloling'ang'ania. Unajua kwa nini tunaendaga kwa Wakatoliki kuambia waokoke? Yaani ni kwa sababu kuna vitu wamevibeba wakijua viko sahihi. Tunaenda kuambia haviko sahihi, kilicho sahihi ni hiki. Wanang'ang'ana na wanatugomea. Na sisi tunaweza tukawa na vitu ambavyo tumeona ndivyo vyenyewe, kumbe hamna kitu. Na bahati mbaya na sisi hatuwezi kufundishika kama wale huwa ambao tunaenda kuwafundisha. Kuna mtu unanielewa? Yaani misimamo ina uwezo wa kuondoa utendaji wa Mungu juu yako. Kwa sababu kila unapokuwa unaenda utukufu, hata kila unapoongezeka Mungu anaendelea kukupa namna ya kukabiliana, namna ya kushinda, namna ya kuvuka, namna ya kupiga hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukijikuta wewe uko vile vile na misimamo yako na vimaombi vyako na mfumo wako uliojengewa, lazima uwe na kiasi. Neno kiasi Biblia inatumia kama akili timamu hata wakati wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hivi wewe tunaanza kuomba, tunamwombea mchungaji, tunaliombea kanisa, tunamwombea mtu mwenye pepo, alafu unaanza kunena kwa lugha, una akili timamu? Yaani wewe kila ombi ni kunena kwa lugha. Sasa kama tunamwombea mchungaji, Biblia inasema anenaye kwa lugha aijenga roho yake mwenyewe. Wewe unajijenga, wewe si unaenda kinyume na sisi wewe. Wewe unakemea pepo, unajijenga mwenyewe. Sasa unajijenga mwenyewe ili iweje sasa? Wewe tunajikuta tuna vimisimamo fulani tumeshika. Sisi ni wa hivi, sisi ni wa hivi. Alafu hatuwezi kuleta matokeo yoyote. Unajua katika Biblia kuna watu utakutana nao, Walawi na makuhani, ndo waliokuwa wamethibitishwa na Mungu kwa taifa la Israeli. Lakini waliposhindwa kusimama vizuri, ndo unaanza kuona prophet. Bwana Yesu asifiwe. Prophet yeye alikuwa anawapa picha ambayo Mungu anaiona. Mtazamo wa Mungu. Mungu anatazamaje? Sasa nishaongelea kunena kwa lugha, msije mkasema mchungaji mbona anatukoroga tena, mbona anatuvuruga. Sisi ni warohoni sana ndio maana tunanena kwa lugha. Kaneneni jamani. Kaneneni, mimi sijawazuia, si ndio? Lakini najaribu kukupa picha kwamba kuna vitu ukivibeba unaweza ukajikuta huwezi kupenya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali unahitaji ulitamke neno la Bwana. Kuna mahali unatakiwa unene kwa ujasiri neno la kinabii juu ya eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ujue unaombaje. Lazima ujue unasimamaje. Soma kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo. Watu hawakwenda tu kwa mifumo ya kidini wakafanikiwa. Hata siku moja walikuwa na mtazamo na mwenendo wa kimungu, ndio maana walipata matokeo. Sasa nguvu ya maneno, ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 kwanza mstari wa 24 hadi kuna mistari mingi pale, ukipata nafasi unaweza ukasoma. Hivi nikisema ukipata nafasi usome, wewe unasoma Haya, Wafalme wa Pili sura ya 6 usome yote, si ndio Ikawa baada ya hayo, Beni-Hadadi mfalme wa Sham akakusanya majeshi yake yote, akakwea akahusuru Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya Biblia inasema akauzunguka Samaria. Sawa?
Nikisema kuzunguka si unaelewa? Zamani, jamani, nchi za zamani zilikuwa hazina mipaka kama leo tulionayo. Kwa hiyo kama leo tungekuwa tunajipangia. Unakumbuka miaka fulani, wale watu wazima miaka fulani, Idi Amin aliona kanchi kake ka Uganda ni kadogo. Akaja pale Bukoba akaona, unajua Wahaya, Wanyambo ni kama Waganda, kwa lugha, kwa tamaduni, kwa kila kitu. Sasa hivi na hawa si wa kwetu, hebu tutanue pia. Akasahau tumeshawekewa nini? Mipaka. Sasa watu wa dunia wakati huo uandishi wa Biblia walikuwa hawana mipaka rasmi. Kwa hiyo mwenzako akikuzidi nguvu alikuwa anakuja anapiga jeshi lako, alafu anautawala ufalme wako. Wakati mwingine anaweza akamwacha mfalme lakini akaanza kumuendesha. Kuna mtu unanielewa Sasa wana wa Israeli walipewa nafasi kwamba ninyi mkiwa na Mungu hakuna adui atakayeweza kuwagusa. Na ndio maana unaona katika Agano la Kale habari za vita, habari za nini, ilikuwa ni kwa sababu ya matatizo haya. Sasa nasema huyu mfalme wa Sham alipouzunguka mji, akawa hakuna mtu anayeweza kufanya kazi. Ukitoka tu unakamatwa, ukitoka unakamatwa unapelekwa utumwani. Mambo yakawa mabaya katika nchi. Biblia inasema hivi, njaa ikawa kuu. Sikiliza, njaa ikawa kuu, na tazama wakauhusuru, hata vichwa vya punda vikapata kuuzwa kwa vipande vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Sasa anazungumza hali ilikuwa ngumu kiwango gani, si ndio ukienda Lindi kula wafugi, unapita mahali unakuta wamepika supu ya ngozi ya ng'ombe. Huku si hamna tu nyama nyingi. Kule unakuta hata ngozi, sijui miguu, utumbo wa kuku, kila kitu, kwa sababu hakuna nyama katika maeneo haya. Sasa wana wa Israeli wanajaribu kutupa picha ya kile kilichokuwa kinaendelea hapa. Anasema hawa watu walipozingirwa, njaa ikawa kuu. Yaani katika mji wa Samaria, Samaria ilikuwa kama unavyoona Arusha kwa Tanzania, unavyoiona Arusha. Na kule Samaria ndio iliko kuwepo madhabahu ya Bwana kule. Ndiko kuliko kuwa kuna heshimika. Lakini mabaya yakaupata ule mji wa Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa watu wa Samaria wakaendelea kuteseka. Siku moja Elisha nabii katika pita zake anapita Samaria. Unajua dunia wakati ule haikuwepo teknolojia kwamba kama wanaandamana na sisi tumeisha sikia. Haikuwa hivyo jamani. Haleluya. Kwa hiyo yeye alikuwa ajue. Anapita Samaria, anakuta mji unatisha. Hali ni mbaya, masoko yamefungwa. Anauliza kwani hapa kuna nini? Na anauliza kwenye gate la kuingilia. Hajaingia, anaona kuna nini? Wanamwambia katika mji huu kuna njaa ya kutisha kabisa. Watu wanakufa, hata kinyesi cha njiwa kinauzwa. Hata vichwa vya punda vinauzwa. Yaani wamekula punda. Sijui kama huku mnakula punda. Yaani wenyewe wameanza, yaani nyama zimeisha, wameanza kula punda na sasa hadi vichwa vyake wanakula. Akasema kumbe hali ndiyo inaendelea katika mji wa Samaria. Hajaingia ndani ya mji wa Samaria. Hajaingia tu, anapewa taarifa yuko nje ya mji. Unajua miji ya zamani ilikuwa inazungukwa kwa boma. Yaani ni kama mtu afike pale geti la kanisa, asikie humu watu wanashangilia, amuulize mlinzi, huko ndani kwani kuna nini? Aseme leo Bwana amewatembelea watu wake. Kuna kitu naelewa Akamwambia mlinzi, kumbe nilikuwa huku, kumbe Samaria kuna shida. Ninawaambia mimi ninaye Mungu sasa. Mimi ndo nabii wa Bwana. Ninawaambia kesho kitakuwepo chakula katika mji huu. Hivi Elisha aliongea kwa roho gani? Yule unayesema na umejazwa? Mbona mnajiogopa? Elisha aliongea kwa roho gani? Yaani roho aliyekuwa ndani ya Elisha ni yupi? Ni tulie naye sisi au yeye alikuwa na mwenye nguvu kidogo? Kuna kitu naanza kupata picha kwamba Elisha ana Roho Mtakatifu. Na kwa nini ana Roho Mtakatifu? Unakumbuka anamwambia Elia. Sasa ukisoma katika Agano la Kale maeneo mengi ni tofauti na Agano Jipya, kama mambo mengi yako wazi. Alipokuwa naomba roho ya Elia, alikuwa naomba Roho Mtakatifu aliyekuwa anaishi ndani ya nani? Sio roho yake ya Elia, yani sio ule utu wa Elia. Ule utu wa Elia alikuja kubeba nani?
Yohana Mbatizaji, ile asili ya Elia. Lakini yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Elia impartation, aliambukizwa kwa Elisha. Umeelewa eh? Sasa swali, yule Roho Mtakatifu aliyekuwa juu ya Elisha anasema ni kweli, katika mtaa huu hakuna mtu huwa anajenga nyumba inaisha. Kwa kuwa nimekanyaga, acha watu wajenge nyumba ziishi. Kuna mtu unaanza kunielewa? Unaweza kusema pastor, unajua hii ni kwa nini mliotiwa mafuta. Tumetiwa yapi? Na wewe umetiwa yapi? Kinachotofautisha mimi na wewe ni neema. Haleluya. Neema yangu ni ya utumishi, neema yako ni ya utendaji wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa roho yule, na Paulo anazungumza, anasisitiza, anasema roho yule aliye ndani yenu ndiye yule aliyemfufua Yesu katika wafu. Nazungumza na mtu. Jaribu kufikiri, usijaribu kufikiri Samaria hawakuwepo manabii. Wapo manabii, lakini hawajui kama ndani yao kuna kile ambacho Mungu anagombana na Ezekieli. Ezekieli anaona mifupa mikavu. Mungu amempeleka katika lile bonde, akijua Ezekieli akifika tu anaiambia ile mifupa mikavu ishi. Hafa anashangaa Ezekieli, nini tena Bwana hii? Anamwambia nimekuleta huku wewe uwape uhai. Sasa wewe si ndo Mungu na wapaka wakasema uhai huo nishaweka ndani yako. Kuna matatizo kwenye ndoa yako, unamrudia Bwana. Bwana tazame mume wangu mbadilishe. Kumbe ulitakiwa kumwambia mume wako, katika jina la Yesu ninakutangazia kiu ya ulevi ihame ndani yako. Ilikuwa ndani yako. Hauhitaji mtu mwingine aongee, ni wewe. Ndiyo maana ya Emmanuel, Mungu pamoja nasi, kwamba sasa tunaanza kutenda sawa sawa na kile Mungu angetenda. Na matendo ya Mungu yako katika neno lake. Nilikwambia Biblia inasema katika Zaburi, malaika wa Bwana hulisikiliza neno la Bwana. Yaani wanawasikia kile mwana wa Mungu anachoongea ili wapate kukitenda. Nini tunachokuwa tunakiri? Je, tumepanga kukiri saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Unajua natamani uwe na kasiku kakutangaza. Uwe na wakati wa kutangaza. So kila siku ukifika, naenda usiku wa manane, maombi ya usiku wa manane. Unaanza kukemea ukichoka kukemea unakaa unalia Huna ulichokijenga katika ulimwengu wa roho kije kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nakupa ujasiri, sijui nielewe. Yaani kuwa na uwezo wa kuiambia mambo ya rohoni yaje mwilini. Kuwa na uwezo wa kuiambia mambo ya kishetani. Hapana, ishia hapa. Mchawi mmoja akaniambia, nataka nikuonyeshe wewe sio kitu kwangu. Nikamwambia, wewe ni mchawi? Akasema, mimi ni mchawi. Nikasema hivi, kama ukiweza kupaa angani hata hatua 10, nikamwambia na mimi napaa 10. Unajua sijai kuruka hata mpaka hapa. Lakini wakati naongea, sio kama nilikuwa natishia. I know kwamba kama yeye anaingia kwenye ulimwengu wa roho, na mimi huwa na flow katika ulimwengu wa roho. Kila atakachokifanya naweza kukifanya. Paulo anasema nikaenda mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Ni Paulo ana roho gani? Na mimi ninaye huyo. Unaingia kwenye limtali, mtu lina mzimu wake, ndio linalofanya biashara pale mpaka limalize lile limama. Kwa nini usiseme kama Bwana Mungu aishivyo, na itajulikana yuko Mungu? Yeyote aliye na ugonjwa wa vidonda vya tumbo atakapokula chapati zangu atapona. Uliwahi kusema mambo haya? Uliwahi kutabili mambo magumu yatokee? Jaribu kuangalia Elisha. Elisha ni nani? Elia ni nani? Hawa manabii wanaopewa huu ujumbe na wanautangaza ni akina nani? Na wewe ni nani? Wewe ni Christian. Haleluya. Yaani Kristo yuko ndani yako. Natamani uwe na wakati wa kuomba bila kutia huruma. Uwe na wakati wa kuomba bila kujitetea. Unajua nilipojifunza hivi, kuna wanangu huwa akiwa ananipigia simu, huwa wanataka kwangu neno la mwisho. Yaani wanataka kwangu maamuzi ya mwisho. Baba, ninataka nifanye hivyo. Unasemaje? Namwambia utafanya. Yaani hata sisiti, namwambia
Na wengine sasa wamefika mbali, nikiwaambia utafanya, wanaanza mara moja. Sasa sijui ingekuwa inashindikana ingekuwaje. Lakini nataka nikwambie, katika Kristo yote yanawezekana. Yale unayoyanena yanawezekana. Sasa nataka uangalie kila mlima ulio mbele yako, uone kila tatizo lililo mbele yako, alafu asubuhi ya leo anza kuliambia nini unataka kiwe. Kama Zerubabeli anavyosema, Roho Mtakatifu amekuja ndani yako, utaviringisha juu ya jiwe juu ya jiwe. Utaviringisha, ile neema iliyo ndani yako itaviringisha kila kitu katika maisha yako. Na anasema kila mlima utakuwa tambalale. Kuna mtu umenielewa? Hebu inuka juu. Sasa kama unakumbuka, kama uliwahi kuona wale wabibi wanaotoa laana, mimi nawafahamu. Unajua mimi nimezaliwa kijijini. Mungu amenifundisha maisha mengi. Mimi nimezaliwa kijijini kabisa. Yaani sisi kwetu kijiji chetu ndo cha mwisho kuingia Rwanda. Alafu kata yetu ndo ya mwisho kuingia Uganda. Yaani sisi ndo Karagwe kale chip. Kwa hiyo ile kata yetu ni mwishoni, ukienda upande wa pili unaingia Uganda. Ukiingia upande wa pili unaingia Rwanda. Sasa unajua mipaka kama hiyo kuna mambo mengi ya ajabu. Kale kabibi kakiwa kana kulaani, kana kutolea macho. Yaani kana ukazia kabisa. Kana ongea na Kiruga. Sasa wewe ukiona ninabariki watoto wangu. Yaani nakwambia hata mimi mwenyewe ningekuwa shetani, siachi. Jaribu kuona mtu anakudai na kweli huna hela, una hela kidogo, afa anakuja sasa hivi, nipe tu hela yangu. Si unamwambia nitakupa kesho Lakini akija leo nataka hela yangu. Unasema sawa, nina 10,000 nyingine tutamalizana kesho. Si ndio Nataka nizungumze. Omba kama yule Elisha anamwambia yule askari wa getini, wamesema haiwezekani. Yaani maneno yangu nayakatalia, basi utaona, utakura. Yule askari akasema, vipi tena? Mzee, tumegombana nini? Kesho yake anashangaa watu wanaorudi na chakula mjini wanampitia na anakufa. Nini? Elisha anaamini maneno yake huwa hayashindwi. Unafikiri Elisha alikuwa anaongea ameshika mikono? Ewe askari, nakwambia utaona hutakula. Haikuwa hivyo. Hebu ingia katika ulimwengu wa roho. Yafate mambo yote magumu. Yafate mambo yote yasiyowezekana. Ama ni kwa Tanzania, ama ni kwa Arusha, ama ni kwenye familia yako, ama ni kazini kwako, ama ni kwenye biashara yako. Anza kuiambia, leo utageuka, utabadilika. We mauti utakuwa uzima, wewe uharibifu utakuwa ushindi. Hebu anza kutabiri sasa. Ombea kila mlima ulio mbele yako. Ombea kila mlima ulio mbele yako. Kuna watu hawajaelewa kuomba. Anza kuombea kila mlima. Tembea, anza tembea. Usiombe umetulia, tembea. Nenda katika ulimwengu wa roho. Nenda kwa watoto wako. Popote walipo watoto wako, watangazie, ninakutoa kwenye kifungo chako. Ninakurudisha katika nuru. Ninakutangaza kuwa mtoto bora Tanzania. Ninakutangaza mtu uliye hai. Ninakutangaza mtu uliyeshinda. Ninakutangaza mtu uliyebarikiwa. Inua sauti na utangaze. Biblia inasema utalitangaza jambo nalo litathibitika. Tangaza uhai mahali pa mauti. Tangaza ushindi mahali pa vita. Tangaza kupenya mahali ambapo kuna vizuizi. Tangaza badiliko mahali ambapo adui ameng'ang'ania maisha ya watu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila tumbo lililotasa ligeuzwe kuwa tumbo linalozaa watoto. Kila mikono ya umasikini igeuzwe kuwa mikono ya utajiri. Kila wasioolewa wanageuzwa kuwa watu wenye waume zao na watoto wao. Kila wasioweza kuendelea mbele wageuzwe kuwa watu wenye nguvu katika taifa hili. Ninageuza kila mtu ambaye umekuja na imani yako kwa Bwana, uliye chini ya magonjwa yasiyosikia dawa za daktari. Unatoka kwenye hiyo roho ya mateso. Asubuhi ya leo hautayaona mateso hayo kwenye damu yako. Hautayaona mateso hayo kwenye mifupa yako.
Hautayaona mateso hayo kwenye macho yako. Hautaona mateso hayo kwenye moyo, kwenye figo, kwenye ini, kwenye misuli. Hutayaona. Utauona wokovu wa Bwana aliyekuponya. Yeyote uliye mahali pasipoeleweka, asubuhi ya leo pokea uhamisho kwenda katika nafasi mpya. Pokea uhamisho kwenda katika nafasi mpya. Pokea neema ya kuvuka kwenda hatua nyingine. Pokea ukombozi kutoka mikononi mwa shetani. Pokea amani katika migogoro ya nyumba yako. Pokea uponyaji katikati ya magonjwa yako. Pokea ulinzi katikati ya vita. Pokea maelewano ya ndoa katikati ya mifarakano. Katika jina la Yesu, ninageuza kila kushindwa kuwa kushinda. Ninageuza kila aibu kuwa heshima. Ninageuza kila kukataliwa kuwa kukubalika. Ninageuza kila mwisho kuwa mwanzo. Hebu tangaza asubuhi ya leo. Nena kama mtu ambaye unajua maneno yako yana nguvu ya Mungu. Yanenee maisha yako. Yanenee maisha yako. Yanenee maisha ya watoto wako. Yanenee maisha ya wazazi wako. Waambie ni kweli kwenye ukoo wenu mama, mnakufa kwa magonjwa ya muda mrefu. Wewe magonjwa haya hayatakaa kwenye damu yako tena. Asubuhi ya leo ninakubadilisha, kukutoa katika asili ya baba yako, asili ya mama yako, asili ya bibi yako, asili ya babu yako. Ninakuhamisha kutoka katika hiyo asili na kukuingiza katika asili ya Mungu aliye hai. Ninakuondoa katika urithi mbaya, hata kukurejesha katika nuru ya Kristo. Wewe uliye na sababu ya kushindwa, pokea kushinda. Ombea, omba, tangaza, tangaza. Huo mlima uambie kuwa tambalale. Hiyo mifupa mikavu iambie zaa kuwa hai. Wakati mwingine unafanya biashara mahali ambapo hakuna matokeo, hakuna mzunguko wa kibiashara. Mungu alikuweka hapo maana alitaka alithibitishe neno lake. Sema nageuza laana ya hali hii, nageuza laana ya anga hili. Hapatakuwa mahali pasipofaa tena kuanzia leo. Patakuwa ni mahali pa mavuno kuanzia sasa. Kama Bwana alivyoibariki ardhi isiyokuwa na mvua wakati wa Isaka, Roho yule yuko hata leo. Roho yule yuko hata leo. Kila shetani aliyekuja kumwondoa Mungu kwenye maisha yako, tangaza katika jina la Yesu, hatafanikiwa katika kila alichokipanga. Malengo mabaya ya uovu hayatatimia kwenye maisha yako. Lengo la kutawala moyo wako halitatimia katika jina la Yesu. Lengo lake la kutawala mawazo yako halitatimia kwa jina la Yesu. Lengo lake la kutawala watoto wako halitatimia katika jina la Yesu. Lengo lake la kutawala familia yako halitatimia katika jina la Yesu. Lengo la shetani la kutawala uchumi wako halitatimia kwa jina la Yesu. Kila wakala wa shetani anawekwa wazi na kuondolewa kwenye maisha yako leo. Mtu mmoja aombe, mtu mmoja atangaze. Tangaza kile unachotaka ukione kinatokea katika uharibifu, katika mabaya, katika giza. Mtu mmoja tangaza. Omba. Wengine mnaangalia saa, mnaona kama muda umeenda. Leo saa yetu ina shida, haiko sawa. Wewe omba, usianze kuangalia mbona saa inasoma hivi. Omba. Chukua muda mbele za Bwana, uko katika uwepo wa Bwana. Simama kama Elisha, kuiambia yale maji ya Yeriko, hautazaa mapoza, utazaa walio hai. Simama kama Elisha anayemwambia yule mama tasa, wakati uliponipokea naliona uchungu wako, na kupa uzao iwe furaha yako. Ongea kama Yesu
Aliyekutana na kiwete akamwambia, sikia kiwete, pokea miguu kutoka kwa Bwana. Ongea kama Yesu aliyekutana na uvumi wa upepo akawambia, tulie mwana wa Mungu, ninapita hapa. Ongea kama Paulo na Sila walioliona gereza sio kitu mbele zao. Wapi unapitia mwana wa Mungu? Nini kinaendelea? Tangaza kama Bwana Mungu aishivyo. Tangaza kama Bwana Mungu aishivyo. Tangaza kama Bwana Mungu aishivyo. Tangaza kwenye familia yako, hayatazaliwa mapoza. Hautazika mtoto, hautazika mume, hautazika mke, hautazika wazazi. Omba. Roho Mtakatifu ananikumbusha tuko mwishoni mwa mwaka. Ni wakati ambao shetani amejiandaa kuua maelfu kwa maelfu kwa ajali wanaosafiri kwenda nyumbani kwao. Adui amesema mwaka huu hautasherekea, mwaka huu utakuwa wa mauti. Hebu wewe tangaza, mwaka huu unaisha kwa sherehe, unaisha kwa wema, unaisha kwa baraka. Inua sauti kwa ajili ya maisha yako. Inua sauti kwa ajili ya familia yako. Wewe tangaza. Wewe kiri juu ya utendaji wa kimungu, juu ya uwezeshi wa kimungu, juu ya baraka za Mungu, juu ya matokeo mazuri ya kimungu. Ahadi za Mungu huwa hazishindwi. Tangaza ahadi za Mungu katikati ya maisha yako. Uwezo wa Mungu huwa haushindwi. Tangaza uwezo wa Mungu katika maisha yako. Inua sauti na ukili. Kiri juu ya kila bonde kwenye maisha yako. Kiri juu ya kila mlima kwenye maisha yako. Kiri juu ya kila uharibifu kwenye maisha yako. Tangaza uwezesho wa Mungu. Tangaza utendaji wa Mungu katika nyumba yako, katika marango yako. Hakutakuwepo kushindwa, hakutakuwepo uharibifu, hayatakuwepo mabaya mwaka huu. Leo unageuza hiyo aibu. Leo unageuza hivyo vilio. Leo unageuza hiyo sauti ya mateso. Tangaza. Tangaza. Katika jina la Yesu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Roho Mtakatifu yupo. Haleluya. Roho Mtakatifu sio kusikia tu. Ngoja nikupe hii. Wakati mimi naokoka, kwa watu, kuna mtu anawajua Wanyambo au Wahaya vizuri? Punga mkono kama unawajua, hata kama wewe ni Mhaya. Aha. Sasa kule udhaifu wa kule kwetu huwa ni kujua Kiswahili. Tena Wahaya bora, Wanyambo. Yaani Mnyambo anamaliza form 4, hawezi kujieleza kwa Kiswahili. Hawezi kabisa. Yaani kule kwetu kilugha mtindo mmoja. Siku najazwa Roho Mtakatifu, nikawa mimi naongea Kiswahili. Unajua nilikuwa sijui Kiswahili. Alafu Roho anapokuja juu yangu najua nini? Kiswahili. Kwa nini nakwambia hivi? Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu, anaweza akafanya chochote anachokitaka yeye, sio unachokitaka wewe. Haleluya. Unajua kuna roho za shetani zikiingia ndani ya mtu, zinamgeuza kuwa mtu fulani. Uliwahi kusikia huyu ana roho ya uzinzi huyu? Uliwahi kusikia? Huyu ana roho ya ulevi. Huyu ana roho ya hasira. Na mwingine anajituna, mimi kama baba nikikasirika mtanielewa hapa. Kuna liroho la hasira linaingia ndani yake. Hasa yale maroho sio kwamba ni mengi, ni roho mmoja lakini ana uwezo wa kumanifesti kwa tabia tofauti tofauti. Sasa nataka utangaze utawala wa Roho Mtakatifu kwenye nyumba yako. Haleluya. Tangaza kwa mtazamo kwamba Roho atakapokuja kuna zawadi atakayowapa watu wa nyumbani kwangu.
Yaani kama zile roho mbaya zilikuja na matatizo, hebu kuwa na mtazamo kwenye ufahamu wako kwamba Roho Mtakatifu anapokuja, hata kama kuna yule mtu aliyekuwa haeleweki, hafai, hastahili, Roho atamfanya kuwa mtu bora. Inua sauti asubuhi ya leo, ombea familia yako kujazwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ombea familia yako. Una haki hiyo, maana wewe ni mwana wa Mungu. Biblia inasema Petro na Yohana wakaenda kule Samaria, wakaweka mikono juu ya watu wa Samaria, nao wakajazwa Roho Mtakatifu. Una mamlaka hiyo, mwana wa Mungu. Ombea watoto wako, ombea ndugu zako, ombea wazazi wako, acha watawaliwe na Roho wa Mungu. Omba kwa bidii. Kwa nini walikuambukizia roho ya uchungu ndani yako? Kwa nini waabudu shetani walikunyunyizia roho ya uzinzi, roho ya ulevi, roho ya hasira? Kwa nini wale roho wabaya walikuja ndani yako bila hiari? Yuko Roho wa Mungu anaingia ndani ya watu wako asubuhi ya leo. Tangaza, Roho Mtakatifu, tawala familia yangu, tawala watoto wangu. Nimekuja kwako kama kiongozi wa familia hii. Nimekuja kwako kama baba wa familia hii. Nimekuja kwako kama mzaliwa wa kwanza katika wokovu katika familia hii. Nami ninakusia asubuhi ya leo, tawala na nguvu zako kwenye nyumba yangu. Ninajua inawezekana, ninajua inawezekana. Wewe umesema hauna upendeleo. Hebu achilia Roho wako kwa watoto wangu, Roho wako kwa wazazi wangu, Roho wako kwa ndugu zangu. Hebu tangaza, mtu mmoja, tangaza utendaji wa Roho Mtakatifu. Tangaza utendaji wa Roho Mtakatifu. Tangaza utendaji wa Roho Mtakatifu kwenye nyumba yako. Tangaza utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwenye familia yako. Tangaza utendaji wa Roho Mtakatifu. Utangaze wokovu wa Bwana kwenye nyumba yako. Utangaze wokovu wa Bwana kwenye nyumba yako. Roho Mtakatifu ashuke kwenye nyumba yako, aguse watoto wako, aguse ndugu zako, aguse maono yako, aguse hatua zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho wa Bwana, Roho wa uweza, Roho wa maarifa, Roho wa hekima, Roho wa nguvu, tunakusii kwa ajili ya familia zetu. Kumbuka sisi tumelipiwa kwa damu ya Yesu ili tuwe watu wa miliki ya Mungu. Tunaomba Roho Mtakatifu, tembelea familia zetu, ishi katika nyumba zetu, gusa watoto wetu, inua mambo mema ya kimungu kutoka nyumbani kwetu, katika jina la Yesu. Sante Roho wa Bwana, kwa sababu badiliko la kweli linatokea kwenye familia zetu, katika jina la Yesu. Tunakupigia makofi Bwana kwa upendo wako mkuu. Ninaongea na maisha yako asubuhi ya leo. Watakaposhindwa wengine, wewe ndio utakaposhinda ujulikano na Mungu. Watakapoangamia wengine, wewe ndio utakapokuwa salama udhihirishe upendo wa Mungu. Watakapokataliwa wengine, wewe ndio utakapokubalika udhihirishe upendo wa Mungu. Mabaya hayatakupata wewe wala watu wa nyumbani kwako. Hila za shetani hazitakupata wewe wala watu wa nyumbani kwako. Wokovu wa Bwana utakuwa kwenye marango yako. Atakuokoa na kila hatari, atakuokoa na kila uharibifu, atakuokoa na kila mabaya, atakuokoa na kila hasira ya shetani. Bwana atakuzingira kwa upendo na uwepo wake wa kipekee wewe. Mabaya hayatakupata wala hayatasikika nyumbani kwako. Mimi ninakubariki katika jina la Yesu. Mimi ninakubariki katika jina la Yesu. Bwana, watoto wako nimesimama mbele ya madhabahu yako na maisha yao, nami nimewabariki. Watoto wako wanajua wewe ni Mungu kwao na wanakupenda. Wanakuja na sadaka zao asubuhi ya leo. Wanapokutolea Bwana, ni sababu ya upendo wao kwako. Kwa kuwa umesema hufanya kazi na wale wakupendao. Bwana, acha mkono wako ulio hodari uyaguse maisha ya watoto wako asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Hebu toa sadaka yako kwa Bwana. Baada ya kutoa sadaka ukae, usiondoke.